Yes, dakika 90 za moto zimemalizika katika uwanja wa CCM Kirumba. Mchezo mzuri kweli kweli, mchezo kati ya klabu ya Geita kutoka pale Geita ambao wameucheza mchezo huu kama wenyeji wa mchezo dhidi ya klabu ya Dar es Salaam Africans. Mchezo ukimalizika kwa klabu ya Dar es Salaam Africans kuondoka na ushindi wa goli 1-0. Ilichukua dakika tu Fisto Kalala Mayele kufunga goli pekee la ushindi la Dar es Salaam Africans licha ya kushindwa kuweza kumaliza mchezo, kwa maana ya kwamba alimpisha Eritie Makambo kuchukua nafasi yake. Young Africans wanaondoka na ushindi wa goli 1-0 na kulinda ile rekodi yake ya kutopoteza mchezo hata mmoja msimu huu, huku Geita Gold wakipoteza mchezo mmoja hivi sasa mara baada ya kucheza michezo minne katika uwanja wa nyumbani pasi na kupoteza, wakipata sare na pengine kushinda kwenye michezo yao. Mara baada ya dakika 90 kumalizika, tumepata nafasi hapa Sports Report kuzungumza na kocha klabu ya Dar es Salaam Africans Nasreddine Mohamed Nabi, akizungumza kuhusiana na mchezo wa hii leo, lakini pia akiweka wazi kuhusiana na siri ya ushindi wa hii leo na kuendeleza rekodi ya kuendelea kupata matokeo mazuri kwenye ligi ya kandanda ya NBC Premier. Nous avons bien étudié Geita Gold. Nous savions que Geita Gold, son point fort, c'est les deux attaquants avec le jeu long des attaquants. Nous avons voulu bloquer ces jeux-là à la source en faisant un pressing haut pour empêcher les joueurs de lancer de longs ballons. Mais il faut dire que Geita Gold nous a posé beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons des joueurs absents et les joueurs qui les ont remplacés, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, comme Paul Boxa, comme Yacine, comme Dixon. Ça fait longtemps qu'ils étaient blessés et n'ont pas joué. C'est pour cela qu'on n'était pas vraiment bien stable défensivement. Nasema kwamba amejitahidi kuikabili Geita kwa uwezo wake na amefaulu, kwa sababu Geita ni timu ndogo, inapiga mpira ya juu, yeye wachezaji wake wanapiga mpira ya chini. Et on n'était pas bien défensivement parce qu'il y a des joueurs qui étaient absents, comme Paul, comme Dixon, comme Yacine, et c'est pour ça la défense n'était pas très stable. Deuxième mi-temps, après le changement tactique, on a mis Bangala dans la défense et Dixon Job à droite pour stabiliser un petit peu la ligne défensive. Et je pense que c'était beaucoup mieux à ce niveau-là, deuxième mi-temps. Ongeza washambuliaji na ndio maana wanapata ushindi. Bangala défense. Bangala amejaribu kuwa anaziwia. Quand vous voulez gagner les titres et vous avez des problèmes, beaucoup d'absence, il faut savoir gagner même si tu ne joues pas bien. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Hata kama alikuwa na mapungufu ya wachezaji wake, lakini alijitahidi ili apate ushindi. Lakini pia kwa upande wa kocha msaidizi wa kikosi cha Geita matajiri wa migodini, namzungumzia Mathias Wandiba Master, na yeye pia amezungumza akiweka bayana nini hasa ambacho kimechagiza wao kushindwa kupata alama zote tatu licha ya kwamba wapinzani wake wameshindwa kutengeneza nafasi nyingi kwenye mchezo wa siku ya hivi leo. Asante. Kwa jina naitwa Mathias Wandiba, ni kocha msaidizi wa timu ya Geita Gold. Kikubwa kwanza tunashukuru kwamba mechi imeweza kumalizika, lakini tumeweza kupoteza mchezo. Target yetu ilikuwa kupata matokeo mazuri, lakini mwisho wa siku tumemaliza tukiwa tumepoteza mechi. Tunawapongeza wenzetu Yanga, wameweza kutumia nafasi walioipata. Sisi tumeweza kutengeneza nafasi zaidi ya 5, lakini tumeshindwa kuzitumia. Kwa hiyo umakini umesababisha tuweze kupoteza mchezo huu. Lakini kikubwa tu, mimi kama mwalimu nawapongeza wachezaji wangu, wameweza kujituma kwa kadri ya uwezo wao. Lakini kikubwa, baada ya kupoteza mechi hii, basi mimi nafikiri tunajipanga na mchezo uliopo mbele ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Ukiondoa mistake tuliyoifanya wakatumia nafasi, lakini mwisho wa siku ukiangalia mechi tumeweza kucheza vizuri. Wachezaji wetu wameweza kujitoa. Hatujaweza kupata kutumia tu nafasi ambazo tumeweza kuzipata, lakini vinginevyo mimi niseme kwamba hawajatuzidia, bali wametumia nafasi ya uzoefu. Kama wachezaji wao wana uzoefu mwingi, basi ndio nafikiri kitu kimewasaidia wao Yanga kupata matokeo ya pointi 3. Tuna mechi takriban mechi 5 mfululizo tunafunga magoli. Leo mechi imekataa. Mimi kama mwalimu nafikiri kuna sehemu imejitokeza, basi tuenda kuzifanyia kazi. Nafikiri tuenda kufanyia kazi sehemu zote zile ambazo mapungufu yaliyojitokeza, kwa sababu mpira huishi makosa. Leo tumefanya makosa, tumeweza kupoteza game, lakini naamini tunaenda kujipanga kwa game ile ili tuweze kuendelea na mashindano. Tumepoteza leo, niseme tu kwamba tunawashukuru mashabiki wetu, wameweza kujitokeza kwa wingi, wameweza kutusupport, lakini kikubwa tulijiandaa vizuri kuhakikisha tunashinda, lakini
lakini mwisho wa siku hatujapata matokeo mazuri. Lazima tushukuru kwa kile ambacho tumeweza kukipata pia. Pamoja na hayo pia maana halisi ya michezo Sports Report imepata nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na afisa habari wa kikosi cha Geita Gold, akizungumza hapa kuhusiana hasa na mchezo wa leo, lakini pia akizungumza ile sababu ambayo imezungumzwa na mashabiki wao ambao walisema kwamba klabu ya Geita imeuza mchezo. Pengine analipa kuweza kuzungumza kuhusiana na mchezo husika. Uzuri ni kwamba hata wao pia wameona kilichotokea, hakuna kilichojificha. Hii ni game, wamepata nafasi, wametumia. Tumefanya clear chances zaidi ya 6 lakini hazikutumika. Kwa hiyo hauwezi kulaumu hivyo, lakini mashabiki hatuwadharau kwa sababu wanatupa nguvu. Ila ambacho wanapaswa kuamini, hii timu inapokuwa timu maana yake haitengenezwi kwa ajili ya watu fulani maalumu. Hii ni timu kwa ajili ya Watanzania. Geita Gold ni timu ya halmashauri. Halmashauri ni taasisi, ni kodi za watu hizi. Kwa leo kuja Mwanza, tumekuja kuwafaidisha wenye kodi za Mwanza pia. Sisi kwetu sisi tunaona bado wana haja ya kutusapoti, wana haja ya kutupa nguvu na wana haja ya kuendelea kuishi na sisi. Nikiripoti kutoka katika uwanja huu wa CCM Kirumba kutoka hapa katika jiji la Sato na Sangara, nikiripoti kwenye maana halisi ya michezo Sports Report, mimi ni nahodha mstaarabu pana Kodimba Jacob Mlai, Sports Report ya Jembe FM. Jembe FM 93.7.